Ilikuwa ni zaidi ya miaka 400 tangu Yusufu na ndugu zake washuke Misri. Misri haikuwa tena nchi ya ukarimu. Chini ya jua kali la Afrika, sauti ya mijeledi ilitawala hewa. Waisraeli walikuwa watumwa, wakijenga miji ya Farao kwa jasho na damu. Lakini kadiri walivyoteswa, ndivyo walivyozidi kuongezeka. Hilo lilimfanya Farao aingiliwe na hofu ya giza. Siku moja, amri ya kikatili ilitoka ikulu. Kila mtoto wa kiume atakayezaliwa na Mwebrania lazima atupwe mtoni Nile. Huwezi kuwaza kilio kilichosikika kwenye vitongoji vya Goshen. Akina mama walikuwa wakificha watoto wao ndani ya uvungu wa vitanda, wakiziba vinywa vyao wasilie wasisikiwe na askari. Katika nyumba moja ndogo, mwanamke mmoja shujaa aliyeitwa Yokebedi alikuwa amejifungua mtoto wa kiume. Alimtazama mtoto yule. Alikuwa mrembo, mwenye macho yenye nuru ya ajabu. Yokebedi alijua hawezi kumtoa mwanawe auawe. Alimficha kwa miezi 3. Lakini mtoto anapokuwa, sauti yake inakuwa na nguvu. Siri haikuweza kufichika tena. Kwa mikono inayotetemeka, Yokebedi alichukua kikapu cha nyasi. Hakikusuka kwa haraka, alikishona kwa upendo na uchungu. Alikipaka lami ya miti ili maji yasiingie. Alikuwa anatengeneza safina ndogo kwa ajili ya mkombozi wa taifa, ingawa yeye hakujua. Asubuhi na mapema, kabla jua halijachomoza, alikibeba kile kikapu mpaka ukingoni mwa mto Nile. Pale penye matete marefu, alikiweka kikapu kile. Aligeuka na kuondoka huku moyo wake ukipasuka vipande vipande, akimwacha mtoto wake kwenye mikono ya Mungu. Lakini binti yake, Mariamu, alibaki kwa mbali, akichungulia katikati ya majani kuona nini kitatokea. Masaa yalipita. Ghafla, sauti za vicheko na manukato zilisikika. Binti wa Farao, mfalme katili, alikuwa amekuja kuoga mtoni. Macho yake yakakutana na kitu cha ajabu kielea. "Nileteeni kile kikapu," aliamuru. Walipofungua, mtoto alikuwa analia. Kilikuwa ni kilio kilichopenya moyo wa binti mfalme. Hata kama alijua huyu ni mtoto wa maadui wa baba yake, upendo wa kimama ulimshinda. Alisema, "Huyu ni mmoja wa watoto wa Waibrania." Mariamu, kwa ujasiri mkuu, alijitokeza na kuuliza, "Je, nikuandalie mwanamke wa Kiebrania kumnyonyeshea?" Binti Farao akakubali. Na hapo muujiza mkubwa ulitokea. Musa alirudishwa mikononi mwa mama yake mzazi ili anyonyeshwe, na kisha kulelewa ndani ya jumba na yule aliyetaka kumuua. Musa alikulia ikulu. Alijifunza hekima yote ya Misri, elimu ya kijeshi na siasa. Lakini ndani ya moyo wake kulikuwa na sauti iliyokuwa inamwambia kila siku, "Wewe si Misri, wewe ni mmoja wa wale wanaoteseka kule nje." Hapa ndipo tunajifunza. Mungu anaweza kukuandaa katikati ya adui zako. Usihofu mahali ulipo leo. Mungu anatumia mazingira hayo hayo kukuandaa kwa ajili ya jambo kubwa linalokuja. Lakini Musa hakujua kuwa safari yake ya kuelekea jangwani ndiyo kwanza inaanza. Musa hakuwa tena yule mtoto aliyekuwa akicheza kwenye korido za ikulu. Sasa alikuwa mwanamume mwenye nguvu, msomi na shujaa. Kila alipopita, watu walimuinamia wakijua huyu ndiye mrithi mtarajiwa wa kiti cha enzi cha Misri. Alikuwa na kila kitu: mavazi ya gharama, harufu ya manukato ya kifalme na mamlaka ya kutoa amri. Lakini nyuma ya tabasamu lile la kifalme kulikuwa na vita iliyokuwa inamtafuna. Musa alijua siri yake. Alijua kuwa damu inayotiririka kwenye mishipa yake si ya kifalme, bali ni damu ya watumwa wanaopigwa mijeledi kule nje. Kila alipotazama kilele cha piramidi, hakuona utukufu wa Misri, aliona mateso ya ndugu zake. Siku moja, Musa aliamua kutoka nje ya jumba la kifalme. Alitaka kuona hali halisi. Hakuwa amevaa taji lake. Alisimama pembeni na kushuhudia ukatili ambao hakuwahi kuufikiri. Aliona msimamizi wa kazi wa Kimisri akimpiga mzee mmoja wa Kiebrania kwa ukatili usioelezeka.
Kila mjeledi ulipotua mgongoni mwa yule mzee, Musa alihisi mjeledi ule unatua kwenye moyo wake. Hasira iliyokuwa imejificha kwa miaka 40 ililipuka kama volkano. Musa aliangalia kulia, akaangalia kushoto. Alipoona hakuna mtu, alimrukia yule Misri. Hakupiga ili kuonya, alipiga ili kuua. Kwa sekunde chache, mwanamume yule wa kifalme alikuwa amekuwa muuaji. Alimzika yule Misri kwenye mchanga, akidhani amezika na siri yake. Lakini dhambi ina tabia moja, haitaki kubaki gizani. Siku ya pili, Musa alitoka tena na kukuta Waebrania wawili wakigombana. Alipojaribu kuwaamua, mmoja alimgeukia na kusema neno lililomfanya Musa azizime. Nani aliyekuweka kuwa mwamuzi wetu? Je, unataka kuniua mimi kama ulivyomuua yule Misri jana? Dunia ilisimama. Siri imevuja. Farao alipopata habari hiyo, hakuona tena Musa kama mtoto wa binti yake, alimuona kama msaliti. Amri ya kifo ikatolewa. Musa, mkuu wa majeshi, mwana wa mfalme, ilibidi akimbie. Alikimbia bila kubeba dhahabu, bila kubeba chakula. Alikimbia kuelekea jangwa la Midiani. Hapa ndipo tunamkuta Musa akikaa kando ya kisima, amechoka, amefunikwa na vumbi na amepoteza kila kitu. Alitoka kuwa mtu wa maana ikulu mpaka kuwa mkimbizi asiyenapa lala. Kwa binadamu, huu ulikuwa mwisho wa Musa, lakini kwa Mungu, hapa ndipo darasa lilikuwa linaanza. Jangwani hakuna makofi ya watu, jangwani hakuna vyeo. Kwa miaka 40 mingine, Musa alijifunza unyenyekevu akichunga kondoo wa mkwe wake Yethro. Alijifunza kusikiliza sauti ya upepo, sauti ya ukimya na sauti ya moyo wake. Alijifunza kuwa ili uwe kiongozi wa watu, lazima kwanza ujifunze kuwa mtumishi wa wanyama. Miaka 40 imepita tangu Musa aukimbie utukufu wa Misri. Sasa ana umri wa miaka 80. Ngozi yake imekauka kwa jua, ndevu zake ni nyeupe kama pamba, na mikono yake imeshika fimbo ya mchungaji kwa muda mrefu kiasi kwamba imekuwa kama sehemu ya mwili wake. Musa wa sasa si yule kijana mwenye hasira aliyemuua Misri. Ni mzee mpole, mnyenyekevu, aliyeridhika na maisha ya porini. Lakini Mungu huwa hasahau ahadi zake, hata kama mwanadamu amesahau jina lake. Siku moja, Musa alikuwa akiongoza kundi la kondoo kuelekea upande wa mbali wa jangwa, karibu na mlima Horebu, mlima wa Mungu. Ghafla, kitu fulani kiliteka macho yake. Katikati ya ukavu wa jangwa, palikuwa na kichaka kilichokuwa kikiwaka moto mkali. Musa alisimama. Alitegemea kuona kichaka kile kikigeuka kuwa majivu ndani ya sekunde chache. Lakini ajabu, moto ulikuwa unacheza katikati ya majani, lakini majani yale yalibaki kuwa mabichi. Moto ule haukuhitaji kuni ili uendelee kuwaka. Musa akasema moyoni mwake, lazima nigeuke sasa nikatazame ajabu hii kubwa. Alipokaribia, ghafla ukimya wa jangwa ulipasuliwa na sauti iliyoiita nafsi yake. Sauti iliyotoka ndani ya ule moto. Musa! Musa! Musa akaanguka kifudifudi, akitetemeka. Mimi hapa Bwana. Sauti ile ikamwambia, usikaribie hapa. Vua viatu vyako, kwa maana mahali hapo unaposimama ni nchi takatifu. Mungu akajitambulisha, mimi ni Mungu wa baba yako. Mimi ni mimi ambaye niko. Mungu akamwambia Musa kuwa ameyaona mateso ya Waisraeli kule Misri. Amesikia vilio vyao, na sasa ameshuka ili awakomboe. Lakini hapa ndipo muujiza unakuwa mtihani. Mungu akamwambia Musa, sasa njoo, nitakutuma kwa Farao. Musa alistuka. Alitegemea Mungu aseme nitashusha jeshi la malaika.
Badala yake, Mungu anamtaka mzee wa miaka 80, mkimbizi, mwenye kigugumizi, arudi kwenye kituo cha polisi alichokikimbia miaka 40 iliyopita. Musa akaanza kutoa udhuru. Bwana, mimi ni nani? Mimi ni nani hata niende kwa mfalme mwenye nguvu duniani? Na wakiniuliza jina lako, nitawaambia nani? Mimi sijui kuongea vizuri. Ulimi wangu ni mzito. Kijana wa sauti ya karatasi, hapa ndipo tunapofeli wengi. Mungu anapokuita ufanye jambo kubwa, unatazama mapungufu yako badala ya kutazama uwezo wa aliyekuita. Mungu akamuuliza Musa, ni nini hicho mkononi mwako? Musa akajibu, fimbo. Mungu akamwambia, itupe chini. Musa aliitupa, ikawa nyoka. Alipoikamata mkia, ikarudi kuwa fimbo. Mungu alikuwa anamfundisha Musa kuwa kile alichonacho mkononi, fimbo ya kawaida ya mchungaji, kikiwekwa mikononi mwa Mungu, kinakuwa silaha ya maangamizi. Musa aliondoka mlimani akiwa mtu tofauti. Hakuwa tena mchungaji wa kondoo, alikuwa mchungaji wa taifa. Hakuwa na jeshi, hakuwa na panga. Alikuwa na fimbo moja na neno moja la Mungu.